katika channel yetu ya Mido Simba. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayokuja. Asante. Mpaka muda huo hapo watu kila mtu anajiuliza, babu, hospitali nzima kuna kitu gani ambacho kinasababisha hivi vifo vya kina mama? Babu, ilikuwa kila siku iendayo kwa Mungu lazima mwanamama mjamzito mmoja afariki. Kila siku. Watu wote walikuwa na wasiwasi. Ni kitu gani kinasababisha hivi vifo? Wiki kama 3, yani inakaribia mwezi, kila siku iendayo kwa Mungu mama mjamzito anakufa. Kila siku. Kwa hiyo hospitali nzima kila mtu yuko moto. Kila mtu ana wasiwasi, wamama wajawazito wana wasiwasi. Afu haijajulikana paka hapo ni kitu gani. Ile hospitali ni kama iko baharini. Hospitali hapa hatua 12 bahari hapa. Yaani hapo pua na mdomo. Hasa na kwa kipindi hicho ile hospitali kulikuwa kuna wodi ya wazazi. Lakini wodi ya wazazi kama hii Changanyikeni, yani ya watu wote. Lakini kukaa kuna jengo moja hivi wanaliita Cliff. Ile jengo amelijenga Mjerumani, sio Mwingereza, Mjerumani. Ni jengo fulani ambalo ukiingia tu getini pale, nyosha moja kwa moja mpaka mwisho unakutana nalo. Ile jengo hata sidhani kama limewahi kufanywa renovation, na nahisi kama huwezi kuligusa lile. Unajua Wajerumani mijengo yao. Sasa pale kukawa kuna wagonjwa pia wapo. Lakini kama zilivyo hospitali nyingine, yani kuna Changanyikeni, kuna VIP, sio, umeelewa vizuri. Kwa hiyo sasa pale katika ile jengo ndio ukaa kuna grade 2, grade 1 na grade 2. Grade 1 ndio expensive sana, ambapo grade 1 ni chumba kimoja mgonjwa mmoja. Grade 2 ilikuwa ni chumba kimoja wagonjwa 4, yani vitanda vinakuwa 4. Familia yetu sisi haikuwa ni familia ambayo inajiweza sana. Yaani hatukuwa na kipato hicho kikubwa, lakini pia hatukuwa maskini sana. Kwa hiyo tulikuwa middle class ile. Unajua kuna wale ambao matajiri sana, afu kuna maskini sana, afu kuna wale watu wakati wale ambao ndio tuko wengi. Kwa sisi tulikuwa watu wakati. Kwa hiyo bi mkubwa sasa, Mama Ibra, yani Mama Roma, yeye alilazwa grade 2. Wakati huo sasa yeye ana ujauzito wangu. Ambao grade 2 ni kama wodi au ni kama chumba ambacho ni chumba kimoja lakini kina vitanda 4, yani wagonjwa 4. Grade 1 ni chumba kimoja chenye mgonjwa mmoja. Hiyo ndio unyama kabisa. Hapo wanakaa madoni. Sisi middle class ndio tunakaa hapo grade 2. Chumba kimoja vitanda 4, yani wagonjwa 4. Kwa Manza ndo akawa hapo yuko grade 2. Lakini hapo grade 2 wagonjwa wamebaki 3. Mmoja ndo ameshakufa siku 2 zilizopita. Yani amekufa juzi. Kwa hiyo uko ndani akukaliki, akulaliki. Story ni hiyo. Babu, hospitali nzima wagonjwa wote. Afu haijulikani hivyo vifo vinasababishwa na nini. Lakini kila siku anakufa mama mjamzito. Kila siku. Hospitali hapa, bahari hapa. Noma mwanangu, asikwambie mtu kitu. Sasa huku Changanyikeni wameshaondoka watu kadhaa huku. Yaani ndani ya wiki 3 wameshapukutika watu kibao. Basi mama yuko na mashosti wenzake 2, kwa hiyo wamebaki watu 3, wamebaki wagonjwa 3. Wakilala wana wasiwasi, wakiamka wana hofu. Kwa hiyo mama yuko hapo udini na mashosti wenzake 2. Alafu wote walikuwa na ujauzito ambao hujapishana sana. Kwanza zilikuwa zimebaki siku chache, ni kama walikuwa wanahesabu wiki 2-3 tu wajifungue, kwa sababu kila mmoja ujauzito wake ulikuwa hujapishana na mwenzake sana. Guess what? Huwezi amini mwanangu. Wale wenzake na mama pamoja na mama mwenyewe walipokujaga kujifungua, wote watoto wao waliwaita jina la kufanana. Wote watoto wao waliwaita Ibra. Kwa mimi nilipewa jina Ibra. Huyo mama mwingine ambaye alikuwa amelazwa na mama, naye mtoto wake alimuitaga Ibra. Na huyo mama watatu mtoto wake naye alimuitaga Ibra. Na uweze amini hao Ibra wote tushakuja kukutanaga ukubwani. Mmoja tulisoma naye yuko Tanga nadhani mpaka sasa hivi. Mtu wa dini sana, Muislamu kabisa, ile kinoma noma, ni mtu wa dini sana. Ibra mwingine tulicheza naye soka wakati wadogo.
baadaye alipokuja kuwa mkubwa walihamia Mbeya. Nakumbuka baadaye sana, miaka nyuma nimeshakuwa Roma, nilienda Mbeya kwenye show moja bwana, nikakutana naye, huwezi amini. Alafu mimi ndo naingia ukumbini, nakutana naye pale nje. Kiingilio 10,000, alafu mwanangu mboi kabisa. Alafu anaonekana kabisa kwamba ile 10,000 te. Yaani hawezi kutoboa, hawezi kuingia. Alafu mwanangu kwanza nijisikia vibaya, alafu nikajisikia furaha sana kwa sababu ni muda mrefu, miaka mingi tulikuwa tujaonana. Basi kwa hiyo nikamwambia wewe bouncers. Yaani ile jembe langu kabisa huyo. Yaani huyu mkimzuia mimi hata kuimba siimbi. Huwezi amini mwanangu, tukaingia naye straight mpaka backstage. Nikamwambia mwanangu, tukae tupige vyombo, tuenjoy, let's have fun. Tuenzetu kwenye show. Yaani wewe uko na mimi. Tukimaliza turudi hotelini na kuchukulia room yako, unalala, kesho tunashinda wote Jumapili. Jumatatu mimi na daka flight narudi. Tukaenjoy naye. Kwa wote walikuwa Ibra. Kwa hiyo sasa kule hospitali usiku 2 zimeshapita. Usiku wa 3 sasa. Usiku wa 3. Watu wameshinda vizuri, imefika usiku, watu wamelala. Saa 2 usiku. Saa 3. Muda unaenda huo. Saa 4. Saa 5 hospitali inaanza kuwa kimya. Movement zinaanza kupungua. Saa 6 kimya kinazidi kabisa. Saa 7 ndio kabisa, hospitali nzima ipo kimya kabisa, kile kabisa. Yani wanaosikika ni chura na sauti za ajabu kutoka baharini, kwa sababu ile hospitali iko karibu na nini? Iko karibu na bahari. Sasa pale wodini pale ambapo ndo kuna huo muunganiko wa grade 1 na grade 2, kulikuwa kuna, ikifika shift ya usiku, kulikuwa kuna manesi 2 tu wa zamu ambao ndo wanakuwa ndani ya jengo. Then kunakuwa kuna mlinzi mmoja ambao mlinzi wala ingii ndani wala haruhusiwi kuingia ndani. Yeye anashinda tu huko nje. Dokta anakuwa ni yule dokta overall. Yaani so kama ni dokta ambaye anakuwa tu pale, no, anakuwa sehemu nyingine tofauti. Inapotokea emergency ndio linavutwa konga, dokta anatoka huko likotoka anakuja. Lakini ndani ya pale mjengo kunakuwa kuna manesi hao 2. Kwa hiyo sasa grade 1 hapakuwa na mgonjwa hata moko. Wagonjwa si wanapukutika kila siku, wanadondoka mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo hamna mgonjwa hata mmoja. Grade 2 iko chumba ambacho bi mkubwa alikuwepo, ndio kilikuwa kina wagonjwa hao 4. Mmoja ameshadondoka juzi, amefariki. Kwa hiyo zimebaki mtu ngapi? Mtu 3. Kwa ule mjengo mzima ule ulikuwa una wagonjwa 3 tu. Maeneo mengine yaliyobakia mle ndani yalikuwa ni ofisi ambazo usiku watu wanafunga ofisi zao hazifanyi kazi. Asubuhi ikifika ndio watu wanafungua. Maeneo mengine yalikuwa ni stock tu ya kuhifadhia madawa. Ndivyo ambavyo ilikuwa. Humo ndani ya hilo jengo kulikuwa, kwa hiyo kuna mtu 5. 3 ni wagonjwa ambapo Manza naye yumo, 2 ni manesi ndio wamo ndani ya mjengo. Nje yuko mlinzi. Mlango wa kuingilia unafungwa na manesi wanafanya kuufunga kwa ndani. Na walikuwa wanaufunga kwa sababu ndio havieleweki sasa, kwa sababu kila siku unatokea tu matukio, watu wana wasiwasi. Kwa hiyo ndani kulikuwa kuna mtu 5. Saa 7 imeisha. Imefika saa 8. Waswahili wakukosea kusema usiku wa manane. Usiku wa manane, ile giza lenyewe kabisa. 8 kama na dakika 20 hivi. Bi mkubwa, yani mama Ibra, sasa mama Roma, anaamka usingizini, anashtuka. Kwa nini anashtuka? Amebanwa na haja ndogo, anataka aende msalani. Basi mama Ibra aliposhtuka, ndani ya kile chumba ambacho wapo, kumbuka hapo wapo wagonjwa 3. Mmoja sikashakufa siku 2 ambazo zimepita.
Huu ni usiku wa 3. Ndani ya kile chumba wanapunguzaga taa, kwa hiyo kuna mwanga fulani hafifu, lakini sio kama ule mwanga unakufanya usione mtu wa jirani yako, usione kitu. No, unaona lakini huwezi kuona kama vile mchana. Kwa hiyo Mama Ibra alivyoamka na maruerue, haraka tu akaangalia, kaona kile kitanda wagonjwa wenzake wapo. Basi na tumbo lake ambalo lina miezi 8 hiyo na wiki nyingi tu, inaenda miezi 9 kwa sababu alibakiza kama wiki 2-3 ajifungue. Mama Ibra akaanza kujikongoja, mpaka anatoka nje ya kile chumba, anapita kwenye korido, anaenda msalani. Basi sasa anaenda, lakini kumbuka mtu ameamka, afu it was a midnight, saa 8 hiyo na dakika 20 hiyo, inaenda ngoma 9 hiyo. Kwa hiyo ana maruerue baada ya usingizi. Unajua yule mtu anatembea na fikicha macho, anapita kwenye korido. Sasa ukitoka kwenye kile chumba ambacho wamelazwa, hufiki msalani, yani hufiki kwenye bathroom, paka upite kwenye kaofisi hao manesi wanapolala. Ofisi hao manesi. Nimesema wanapolala kwa sababu of course usiku hospitali haiko busy, nao wanajiegesha, na sio kulala ile kwamba kwenye kitanda, nao kuna vibenchi tu kwenye meza. Unajua tunajuaga mambo ambayo yanatokea huko. Kwa hiyo wenyewe wamejiegesha tu kwamba ikitokea chochote, labda kuna kakengele utaminya ama utaita nesi, wanashtuka. Kwa hiyo mama akapita pale pamoja na maruerue yake, lakini akaona tu wamelala zao, akaenda paka msalani. Alipofika kwenye mlango wa pale chooni, mara nyingi ule mlango unakuaga uko wazi hivi, yani kuna kuaga kuko wazi hivi, yani unaweza kupita ukaona kama hamna mlango, lakini kukiwa kuna mtu ndio ule mlango unakuwa kama umerudishiwa. Kwa hiyo mama yake akakuta ule mlango kama umerudishiwa, pamoja na maruerue aliyokuwa nayo, kwa sababu ameona ule mlango kama umerudishiwa. Kwa hiyo akili yake ikamwambia kwamba pengine kuna mtu. Akapiga hatua kadhaa nyuma, akaegemea ukuta, anaendelea kufikicha macho yake, uondoa usingizi. Na tumbo lake kubwa linalomuelemea, ndani amebeba kiumbe kina miezi 8 na wiki zake kadhaa. Basi anafikicha pale macho, lakini hakuwa anasikia saundi ya kitu chochote mle ndani. Hivi unajua umeshaye kwenda chooni, labda unaenda msalani, nitumie lugha hiyo, alafu unahisi kama ndani kuna mtu, kuna ka movement fulani hivi utakasikia mtu atakafanya hata vimaji vikichuruzika ama kopo likimove, yani kuna tu sound fulani utatusikia, lakini mama kama hakusikia chochote. Sasa alipofikicha kwa dakika kadhaa, kama akashtuka tena, yani kama kausingizi kanaishaisha, akasema moyoni. Sasa akajifikiria, hivi mlango niliokuta umerudishiwa, nimerudishia mimi au nini? Yani kitu gani kilinifanya nirudi tena nikaegemea ukuta? Kwa hiyo mama akahisi labda pengine alifika tu akawa na wenge lake, hata mlango ulikuwa umerudishiwa japokuwa anaona umerudishiwa. Mama akapiga hatua kadhaa, akaenda kuusukuma ule mlango aingie ndani. Mama vile anausukuma ule mlango, yani usindo mlango. Kwa hiyo mama wakati anausukuma ule mlango uingie, ule mlango kwa ndani ukawa unapushiwa tena kwa nje. Sio kama unanielewa hapo? Yani wewe unapushi mlango uingie ndani, lakini kule ndani kama kuna mtu anausukuma hivi kwa nje. You understand kwamba yani kausha wewe, kuna mtu yuko ndani. Kwa hiyo mama akaamini akili yake ilivyomtuma awali kwamba alihisi kuna mtu, basi okay, kweli kumbe kuna mtu. Kwa hiyo akarudi pale ukutani, sasa hivi akawa ameegemea akisikilizia kweli kama kuna mtu huyo. Mama akisikilizia hasikii sound ya chochote tena kile ndani. Dakika 2 akili ikawaza, akasema hivi kuna nani humu ndani? Mbona kama nilivyoamka pale niliona kama wale mashosti wenzangu wote wapo kwenye vitanda vyao. Akapuuzia, akasukuma tena ule mlango kwa mara ya pili. Bwana, kilichotokea mara ya kwanza ndio kilichotokea tena. Vile anaupush, mlango unarudishiwa. Akafanya tena akaupush, mlango unarudishiwa. Mama akarudi hatua 2 nyuma, wala hakuwa na wasiwasi mwanamke wake. Akasema hapa ngoja niende tena chumbani kule wodini nikaangalie, labda niliona vibaya.
Ndio mama akaenda mpaka odini. Anafungua mlango wa odini, anaangalia na ule mwanga vile ulivyokuwa hafifu, anaona mbona kama kila kitanda mgonjwa yupo. Mama kijacho A yupo, mama kijacho B yupo. Hata labda sioni vizuri, mama akawasha taa. Mama alipowasha taa akaona wote wapo kwenye vitanda vyao. Mama akatoka tena, akasema ngoja nirudi chooni tena, labda pia nina wenge. Ana moyo mwanamke huyu. Mama akaenda paka chooni. Anafika chooni, anakuta ule mlango umerudishiwa vile vile. Akausukuma safari sasa kwa nguvu yote. Mama akiusukuma ule mlango unaenda mpaka nusu, alafu mtu anarudishia kama vile ilivyotokea mwanzo. Hapo bi mkubwa akili ikamruka kwanza. Kidogo akaanza kupata wasiwasi. Kwa mbali hofu ikaanza kumuingia. Mama akawaza kuna nani? Hajaongea, hajauliza, wala hajaita. Wazo likamjia. Aha. Kumbe wale wagonjwa wenzangu wale mashosti wapo. Sasa kumbe usikuto ndani yuko nesi, labda anajishtukia tu atakusema kama yupo. Wezi labda nesi anakata zake gogo, si unajua. Kwa hiyo mama ikabidi atoke tena. Aseme akawaza kwamba hapa kwenye ofisi yao mimi nilipita tu ile ghafla bin vu ile boom kama ile gari la Tongo ile linaloanzaga kwenye nyimbo za Tongo. Sasa ngoja niende mdo nikahakikisha manesi wapo. Kwa mama akarudi tena paka pale kwenye ofisi. Bwana mama anaangalia, nesi wa kwanza kajilaza kwenye benchi, nesi wa pili kajilaza zake juu ya meza. 444. Hapo ndipo mama ile hofu iliyokuwa mwanzo kwanza iliongezeka mara milioni. Usingizi yale maruweru ya kuficha macho yaliisha, akakata pale pale. Mama akarudi tena chooni. Yaani hapo aliporudi chooni hapo ndo naona kabisa alitoa mpira nje. Kwa sababu kwa mfano, hebu niambia hata ingekuwa ni wewe. Hivi paka hapo sijui mtu ongea vizuri. Uko at the middle. Kulia ndo unaenda msalani, kushoto unarudi odini. Kwa mashosti wenzako, wajawazito wenzako. Pale uko ofisi ya manesi, ushakonfirm manesi wamelala. Umekuja kuconfirm wajawazito wenzako wawili wamelala. Mama akarudi tena. Akaenda akausukuma mlango, sijui mara ngapi, mimi nimeshasahau tayari, ya 5 sijui ya 6. Ukatokea hali ile ile. Mama alivorudi kwenye ukuta akakunja mikono hivi na kuwaza kuna nini? Mama akili nyingine ikamjia tena, sijui ni akili ngapi nimeshasahau. Yaani mama alikuwa sijui ana ujasiri, sijui ni kitu ambacho kinamsukuma, sijui hata alikuwa anahisi ana act movie. Mama akawaza akasema, kuna kuaga na mlinzi ambaye ana move. Anatembea huko, anazunguka majengo, anafanya vyote. Sawa, huyu mlinzi haruhusi kuingia ndani. Labda akajisahau, kabanwa na hofu ya matukio yanayotokea, kaamua kuja. Ndipo mama akaamua kutoka tena kwa mara nyingine. Anataka atoke nje kwenda kuhakikisha mlinzi yupo au hayupo. Mama kwenda akakuta milango imerukiwa kama kawaida. Sasa kama imerukiwa kwa ndani, mlinzi ataingiaje? Akaona hapana, mlinzi hawezi kuingia. Bado mama hakuridhika. Aka-unlock mlango, akatoka nje. Pamoja na misukosuko yote ile inaendelea kwa kipindi hicho. Mama akatoka nje akaangalia. Mama kumwangalia anamuona mlinzi ameegemea kwenye kiti chake naye kalala. Hata huo mlango ukifunguliwa mlinzi hakusikia. Mama akawa kasha confirm kwamba mlinzi yupo, manesi wapo, wagonjwa wenzangu wapo. Bi mkubwa akarudi sasa. Hii sasa anarudi na zote. Sasa wakati anarudi mimi nikaanza sijakafika tena, akasema jamani kuna dokta, ngoja sasa nikamhakikishe dokta tena atoke. Mwanamke alikuwa tu ana kiranga. Mama akarudi kwa mara nyingine. Anausukuma ule mlango unafika tena nusu, kuna mtu anaurudisha. Yule mtu alivyourudisha paka ule mlango ukafungwa, ukajifunga kabisa, ule mtu akarudisha paka akaubamiza ule mlango. Pap. Mama akatulia sekunde 5 mbele. Mama akasikia maji yanachuruzika mle ndani. For the first time ndo anasikia soundi ikitoka mle ndani. Yaani yale maji ni ya mtu ana flash choo. Yaani mtu ana flash, it was like a message, yani kwamba
I'm done. Nilichokuwa nakifanya sasa nimekimaliza. Sio, unaelewa zile. Kwamba kama nilikuwa nakata gogo, of course itakuwa ni gogo kwa sababu si mtu amechukua muda mrefu. Kwa hiyo mchongo uliokuwa naufanya nimeumaliza. Kwa akasikia mtu ana flash. Moyo, mapigo yakaanza kwenda mbio. Ile tumbo la wasiwasi linaanza kumkata. Kale kajasho kembamba kale ka hofu kanaanza kumtoka. Hajui afanyeje. Hizo hali nilizokuambia zinamtoka ziliendelea na zikawa mara mbili zaidi alipoona kitasa cha ule mlango kwa ndani kinanyongwa. Wap. Akaona kabisa kitasa kimenyongwa kama slow motion, afu akaona ule mlango unasukumiwa kwa sababu ule mlango ulikuwa unafunguka kwa ndani. Kuna kupush na kupull, si ndio? Tushasukuma sana milango iliyoandikwa vuta. Sasa ule ulikuwa wa kusukuma. Ila ndani alikuwa anauvuta. Ukiwa ndani unavuta, ukiwa nje unasukuma. Kwa hiyo mama akaona kitasa kinanyongwa alafu mtu anauvuta kwa ndani. Kama nguvu zikaanza kumpotea hivi. Kwa sababu hapo akili inamwambia wote ninaotakiwa kuwa nao ndani niko nao. Humu ndani kuna nani?